إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته ومتابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة والفوز في الدارين في طاعة الله سبحانه وفي متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الجنة ميراث المتقين. قال الله سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نيusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kustekeleza na kuzifanyia kazi sheria zake, kufanyia kazi amri zake na kujiweka kando na makatazo yake, ala nurin minhu subhanahu. Unafanya hivyo ukiwa na ilmu ya kuweza kumjua Allah jalla wa ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika si vinginevyo wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukweli wa kumwogopa ni wale wenye kuzijua ahkamu zake, ni wale ambao wanafahamu maarifatan lillahi azza wa jalla, wana maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, fa'lamu anna alkhashyata walilma shay'an mutaradifan. Tambueni ya kwamba uoga wa kumwogopa Allah na ilmu ya kumtambua Allah ni vitu viwili ambavyo haviachani. Vitu hivi ni vitu ambavyo vinaendana sawa. Kullama zada ilmu almar'i zadat khashyatuhu, kila inapozidi ilmu ya mja kumtambua Mola wake ndivyo inavyozidi ule uchamungu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumwogopa ni wale wenye kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, hakika kusafiri mtu kutoka katika mji wake au mtu kutoka katika majumba yake akaelekea sehemu kwa ajili ya kutafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Mola wake na kumjua mtume wake na kujua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujua sheria mbalimbali na ahkamu mbalimbali zinazoweza kumkurubisha kwa Mola wake. Jambo hili ni neema na ni fadhila iliyokuwa kubwa. Yule atakayepata fadhila hii, fayambaghi alayhi shukruha, ni lazima kwake yeye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila hii. Na ndivyo ilivyokuwa dabu ya watu wema waliopita kuanzia kwa manabii. Ukisoma kisa cha Musa alayhi salatu wassalam katika suratul Kahf, ufupi wake kwamba Musa alitoka kwa ajili ya kujifunza sheria na ahkamu mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema: fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Alitoka Musa kwa ajili ya kwenda kujifunza, amesafiri masafa marefu
anamtafuta huyo mwalimu wa kuweza kumfundisha ahkamu mbalimbali na kumfundisha mambo mbalimbali ya kuweza kumjua Mola wake. Akasafiri mpaka akavuka sehemu anapopatikana huyo mwalimu. Alipoenda akafika mbele, akamuuliza kijana wake kwamba tumechoka, toa chakula tuweze kula. Akasema, hivi unakumbuka sehemu tulipopumzika kidogo? Sehemu hiyo ndipo nilipokiacha chakula na ndipo nilipoiacha zadi ya safari. Musa akamwambia kwamba hiyo sehemu ndiyo sehemu niliyokuwa ninaitafuta mimi. Ni sehemu ambayo amesafiri akapika akakaa, alafu akaivuka sehemu ile kwenda sehemu nyingine. Akarudi katika sehemu ile, fawajada abdan min ibadina, wakamkuta mja miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, amepewa rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile amepewa utambuzi wa kuweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salatu wassalam akamwambia mja yule, akiwa anamuomba na kujidhalilisha kwake yeye, akiwa anamuomba na kutaka kufahamu, kutoa ilmu kutoka kwake, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, je, nikufuate ili uweze kunifundisha mimi mwongofu katika yale uliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, je, nikufuate ili uweze kunifundisha uongofu na kuniongoza miongoni mwa yale uliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya kisa hiki na ahkamu hizi tunaona fadhila ya mtu kutoka katika nyumba yake na mtu kutoka katika mtaa wake na mji wake kuelekea katika sehemu ambayo inapatikana ilmu ya kuweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadha, yule ambaye anayefika katika sehemu hii ni lazima kwa kutukuki yeye kutoa jitihada na jitihadi kwa ajili ya kuweza kufanya tahsil ya ilmu, kuweza kukusanya ilmu kutoka kwa yule ambaye amemfuata au kutoka katika sehemu ile aliyoifuata. Mwingine anaacha shamba lake, alikuwa milima, mwingine ni mfanya biashara, alikuwa anafanya biashara, mwingine ana familia, anaacha vitu vyake hivi kwa ajili ya kuweza kutambua sheria mbalimbali za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa idha wasala fi hadha almakan yal'ab, itakuwa ni ajabu kwake yeye aviache vitu vyake hivi vyote, alafu akifika katika sehemu inayopatikana ilmu hiyo au ni mwenye kucheza na kuacha kulitimiza lengo lake. Fa ayuha almuslimuna ibadallah, wa a'zamu ma yufaddilu Allah bihi ibada alilmu an-nafi', na kitu kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anajigamba kwa kuweza kuwafadhilisha waja wake baadhi dhidi ya waja wengine, akawafanya kwa watu baadhi ni bora kuliko watu wengine, ni ilmu iliyokuwa na manufaa. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, wa anzalna ilayka alkitaba walhikma wa 'allamaka mimma lam takun ta'lam, wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikma wa 'allamaka mimma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala amekuteremshia kitabu ambacho ndani yake kuna ilmu, akakupa sunna ambayo ndani yake kuna ilmu, wa 'allamaka mimma lam takun ta'lam, na akakufundisha yale mambo ambayo wewe ulikuwa hauna ilmu nayo. Wa kana fadlullahi alayka 'azima. Lesh? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekufundisha. Fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe zinakuwa ni kubwa kwa sababu wewe unamjua Mola wako. Fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe zimekuwa ni nyingi kwa sababu wewe tustati'u an tutqina ibadataka bi rabbik, unaweza kuzifanya vizuri ibada zako unazozielekeza kwa Mola wako. Fa ayuha almuslimuna ibadallah, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a fadla za ilmu dhidi ya mali, akifadhilisha ilmu kwamba ilmu ni bora kuliko mali. Akataja zaidi ya aujuh 150 ambazo ndani ya aujuh hizo zinaonyesha ubora wa ilmu ala almal. Na miongoni mwa mambo ya kustajabisha au miongoni mwa sharafu iliyokuwa kubwa aliyoitaja Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kuhusiana na fadhila za ilmu, ametaja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mbwa baadhi yao dhidi ya baadhi, kwamba al-kalbu al-muallam, mbwa ambaye amefundishwa kile ambacho amekimewindwa na mbwa yule ni halal akluhu, kila kitu hicho ni halal.
kiwindo ambacho kimeundwa na mbwa ambayo alkalbu almuallam, kiwindo hicho ni halal akluhu, halali mtu kukila. Lakini kiwindo ambacho kimeundwa na alkalbu aljahil, kitu hicho ni maita, yahrum akluha, ni maita ambayo haifai kwa mtu kukila kiwindo kile. Fa ayuha almuslimuna ibadallah, kwa athari hizi na kwa adilla hizi, kwa yule mtu mwenye kufikiria na mwenye kutadabbar, lazima atauona ile sharaf ya ilmu na sharaf ya alulama na sharaf ya wale watu ambao takhallaqu bi akhlaq alilm. Fa ayuha almuslimun ibadallah, inni waja Allah subhanahu wa ta'ala, na ilmu ni riziki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha waja dhidi ya waja wengine katika riziki, akawafanya kuwa watu wenye ilmu kubwa kuwazidi watu wengine, na akawafanya kuna watu katika ilmu hiyo wana maarifa na ufahamu kubwa kuwazidi watu wengine, na akafanya kuwa kuna ufahamu ambao ni muktasab na kuna ufahamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku mja pindi pale anapozaliwa. Kwa hiyo kuna ufahamu ambao ni muktasab katika ilmu. Hizo ni fadhila na riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu la yuhsalu bitamanni, ilmu haifikiwi na kutamani, na wala ilmu haifikiwi na atarakhi kwamba mimi nitasoma baadaye. Fa innama alilmu yuhsalu bihuduri majalis alilm, ilmi inapatikana kwa kuhudhuria majalis mbalimbali za kuweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ametaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a, akasema idha ra'aita shaban hadath yatatabba'u hilaq al-'ilm fa'lam anna Allah arada bihi al-khayr. Ukimwona kijana ambaye ni kijana mwenye umri mdogo, yatatabba'u hilaq al-'ilm, anafuatilia na kukimbilia hilaq mbalimbali za ilmu, tambua kwamba kijana huyo ametakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala khairi, kwa sababu Allah anasema man yuridillahu bihi alkhaira yufaqihuhu fi din. Yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakie khairi, basi Allah humpa maarifa na humpa fiqhi ya kuweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, humpa maarifa ya kuweza kumjua mtume wake alayhi salatu wassalam, lakini vile vile humpa maarifa ya kuweza kujua ahkam na sheria mbalimbali za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile humpa maarifa ya kuweza kutambua vipi aweze kumwabudu Mola wake, na humpa maarifa ya kuweza kujua ni vipi aweze kuishi na jamii yake. Ya mambo haya yote hayapatikana isipokuwa kwa kuhudhuria hilaq alilmi. Na Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala amesema kuwa la a'lam ba'da al-islam shay'an au la a'lamu ba'da al-islam ibadatan yataqarrabu biha al-mar'u ila rabbih min talab al-ilm. Hakuna ibada ambayo tunaifahamu baada ya mtu kutekeleza mambo ya faradhi, ibada iliyokuwa kubwa ambayo mtu anajikurubisha nayo kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko ibada ya kutafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa aya na adilla zinazojulisha ubora wa ilmu ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. أيها المسلمون عباد الله، فإن الله فضل العباد بعضهم على بعض وجعل ما يفرق بين العباد طلب العلم الشرعي. الله سبحانه وتعالى amewafadhilisha waja wake baadhi yao zidi ya baadhi wengine, na akakijalia kitu ambacho kimekuwa ni msingi wa kuwafadhilisha watu wengine zidi ya watu wengine, ni kutafuta ilmu ya kuweza kumjua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna a'zama ma yu'inu talib al-ilmi fi talab al-ilmi awwalaha an-niyyatu al-khalisa. Hakika kitu cha kwanza ambacho kinamsaidia mja kuendelea na kudumu katika kusoma ilmu ya Allah ni pale mja atakapokuwa na nia iliyokuwa thabit, nia ambayo
yahrisu ala tajdidiha kulla yawmin, anapopia kuijaddid nia hiyo na kuitengeneza sawa sawa nia hiyo kila siku anapotaka kuhudhuria hilaq za ilmu, anakuwa anaijaddid kuwa kusoma kwake kuwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwe ni kwa ajili ya kuitengeneza nafsi yake na moyo wake na kuondoa ujinga katika nafsi yake, lakini vile vile kuweza kuwafahamisha na kuwanufaisha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala hatazami katika sura za waja, bali Allah subhanahu wa ta'ala anatazama katika nyoyo za waja, ni namna gani wanamkusudia yeye peke yake duna masiwa. Ile ilmu, ile amali au ilmu ambayo ndani yake kunakuwa na ikhlas iliyokuwa kubwa, ndivyo ilmu hiyo inavyokuwa na manufaa kwa yule mtu mwenye kusoma kuliko ilmu ya mtu mwingine. Kadiri ya mja inapokuwa ile ikhlas yake ni kubwa, ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anamzidishia ilmu, na ndivyo anavyozidi Allah subhanahu wa ta'ala kumfungulia milango mbalimbali ya kuweza kumtambua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo an-niyatul khalisa, nia iliyokuwa ya sawa sawa, nia ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo yu'inu talib al-ilmi ala talab al-ilmi. Na jambo la pili ambalo linamsaidia mja katika kuweza kumfahamu Allah ni taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa kutahsil na kuweza kupata ilmu kumefungamanika na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Akajalia kuwa shartu wujudi ilmi ta'atullah wa taqwah, kwa sharti la mtu kupata ilmu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndani ya aya hii wanachuoni wakatoa kaida kwamba kitendo kitakavyopandikizwa juu ya sharti fulani, kitendo hicho hakiwezi kupatikana mpaka sharti lipatikane. Madamu Allah subhanahu wa ta'ala amealliq kupatikana ilmu kwa takwa ya kumcha yeye, mtu hawezi kutahsili ilmu mpaka awe na uchamungu. Na mtu atakayeona ametahsili ilmu pasina kuwa na uchamungu, basi ajue kuwa ilmu yake haina manufaa kwake yeye. Ayuha almuslimuna ibadallah, na miongoni mwa mambo ambayo yu'inu talib al-ilmi ala talab al-ilmi ni dua Allah subhanahu wa ta'ala thabat, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kudumu katika kuzifuatilia hilaq za ilmu. Mtu anaweza akaanza mwanzo wa mwaka akiwa na hirsi iliyokuwa kubwa, lakini kadri muda unavyoenda ile thabati na hirsi yake inapungua. Kwa sababu gani? Hajamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kudumisha, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuweza kuzidumisha nyoyo za waja katika kitendo kile ambacho wanadumu kukifanya, na ndiye ambaye anaweza kuziondoa nyoyo za waja kutoka katika ile jambo walilokuwa wakilifanya. Kwa hiyo dua Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala as-sabata was-sadad, akudumishe na kuthibitishe katika taa na akudumishe katika kutafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile hiyo dua unayoiomba ukiwa na hirsu, upupie katika mambo yenye kunufaisha, ambayo mambo hayo yatakuwa ni sababu ya wewe kuweza kuipata ilmu hiyo. Lakini vile vile uwe na jiddu na jitihadi katika kutafuta ilmu hiyo, lakini vile vile uwe na sabr. Jambo la kusubiri katika adha ambazo zinapatikana katika ilmu ni jambo ambalo Musa alipotaka kumfuata yule mwalimu wake aweze kumfundisha, mwalimu akamwambia innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika ilmu kuna mashaka, na katika ilmu kuna adha, na katika ilmu kuna mambo mbalimbali ambayo mtu anaweza akayapata. Ima mashaka hayo yakawa katika nafsi yake yeye mwenyewe, au mashaka hayo mazito hayo yakawa kwa wasimamizi wake, au mashaka hayo akawa anayapata kutoka kwa tulabu ambao anaamiliana nao, au mashaka hayo akawa anayapata kutoka kwa almudarrisun ambao wanamfundisha. Basi mtu huyu ni lazima yeye asubiri katika ilmu, awe na thabati, asijali sehemu anayoenda kutafuta ilmu, kwa sababu sehemu ambayo anaiona kuwa yeye haifai kukaa na kutafuta ilmu, huenda ndio sehemu ya kheri ya yeye kukaa na kusoma. Na sehemu ambayo inaifundisha kuwa sehemu hii ni sehemu ya kupata ilmu, huenda sio sehemu sahihi kwa yeye kupata ilmu. Kwa hiyo kila mmoja kusubiri
kuwa na thabati katika kutafuta ilmu, kwa hakika kusubiri Allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango mbalimbali ya kuweza kutahsil al-ilm. Lakini vile vile mtu anapokuwa shahudhuria au mtu ashajitoa kutoka katika nyumba yake au kutoka kwao kutafuta ilmu, basi awe na ihtimam, azingatie lile gharad na lengo la kutoka nyumbani kwake, na awe na i'rad, awe ni mwenye kuyapuuzia yale mambo ambayo yanaweza kuwa ni sababu ya kutoa katika lengo lake. Mtu anaweza kuwa malengo yake ni kutafuta ilmu, lakini kwa sababu sehemu aliyoenda kutafuta ilmu amewakuta watu ambao malengo yao wao sio kusoma, malengo yao ni mambo mengine, imma mukallafuna fi dhalik, imma wao wamelazimishwa kuja kufanya jambo hilo, yeye akaacha kutilia ihtimamu ya gharadi lake na lengo lake, akawafuata watu hawa ambao ni mudallilun yukhrijunahu an gharadi, wanamtoa katika lengo lake. Mtu huyu akatoka katika lengo lake la kudumu katika kusoma ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaingia katika mambo mengine ambayo la tusmin wala tughni min ju', mambo ambayo la tanfa'uhu la fi dunyahu wala fi ukhra. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ilmu nafi, lakini vile vile aturuzuku al-amal as-salih. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح قلوبنا بالعلم النافع، اللهم أصلح بيوت المسلمين بالعلم النافع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.